Karibu sana kufuata kipindi chako kipendelevu Bwana Anahaja Nawe, kinachokujia kila mara kupitia Moisson TV. Kabla ya yote, ningekuomba uende kusubscribe kwenye channel yetu YouTube Moisson TV, na pia usisahau kubonyeza kwenye kengele ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu kila mara vitakapokuwa mtandaoni. Kwa mwezi huu wa 3, jinsi tulivyosema, tunasherehekea haki za kina mama au za mwanamke. Na leo katika hii kipindi yetu ya Bwana Anahaja Nawe, tumepokea wamama wa kanisa 34e Kadafi la Moisson. Wataenda kujitambulisha na kusema huduma wanayo kanisani. Karibu wamama. Asante, tunashukuru Mungu kutupatia wakati huu. Kwa majina, mimi ninaitwa Mama Mapendo. Mimi ni mama stationnaire katika kanisa letu la 34e Kadafi la Moisson. Na mimi kwa majina wananiita Mama Mado Kisinira. Mimi ni vice presidente wa paroisse yetu hapa kwa station la Moisson. Kwa majina vile mimi naitwa Bahati Mapendo Virginie. Ninakuwa mama kiongozi wa station yetu ya la Moisson. Asante sana wamama kujitambulisha. Kwa hiyo tunakuwa na maswali ambayo tutauliza wamama wetu, na tungependa tujue miaka zilizopita hatukuona wamama wanahudumia kanisani, lakini mwaka huu na mwezi huu wa 3 tumeona wamama wanahudumia mwezi wote. Ningependa nijue kwa wamama, je, itaendelea hivi miaka zijazo au ilikuwa tu changamoto katika mwaka huu wa 2025? Asante kwa kutuuliza sisi wamama. Tunadhani sisi wamama kwa mwaka ambao umepita, miaka ya kupita, tulikuwa tumefanya kazi. Kwa sababu sisi tunafanya kazi kama wamama. Lakini imekutaniwa kwa mwaka hii wa 2025 ambao mama yetu wa shamba wa extension aligabula kazi jinsi Roho wa Mungu alimuongoza. Kuna wamama ambao wameenda kwenye mastasio yetu ya Kadafi. Ndani ya mji wa Goma wamama wametawanyika kwa mastasio mbalimbali. Wengine hata wameenda kwenye mashapele zetu za mastasio. Wamoja wamefanya kazi ya uongozi na wengine wamefanya kazi ya ubiri. Sasa imeonekana kama kazi kwa mwaka huyu, jinsi mama alituongoza kuifanya kazi, ndio maana tumeifanya kazi kwa mwezi wote mzima wa kina mama. Ndio yenye imetusukuma tufanye kazi kwa mwezi wote mzima, na pamoja na Roho wa Mungu ametuongoza kuifanya kazi. Tunasema asante. Kwa hiyo tunasema asante kweli kwa hii mwaka vraiment, na sisi wamama tunafurahi sana na tunashukuru Mungu sana, kwani mara mingi tulikuwa tunajifungia kuhudumia tu mkanisa yetu. Lakini hii mwaka kwa jinsi mama alitupanga, kila mtu kwenye alienda alisikia kubarikiwa sana. Tukaingia kwa makanisa mbalimbali huko nje, zetu za Kadafi, na tukagundua namna gani wengine wanajikomporte kule kwa makanisa zapo. Tukaona kweli ni jambo ya muhimu na jambo ya maana sana, na hii jambo haitaishia kwa hii mwaka 2025. Tutaendelea hadi 2026 mpaka kuendelea kwenye Mungu atatufikisha. Asante. Tunashukuru Mungu kwa kutuuliza maswali. Kitu hakikuwake sawa kila siku. Siku zingine zote ili kusherekea wamama tulikuwa tunaenda kutana nafasi moja. Lakini mwaka tukaona tugawanyike, wakatupangia mipango ya kwenda kutumika nafasi mbalimbali. Na hiyo tena ni kudevelope akili zetu. Na kwenye tulienda kweli, tulikutana kanisa ambao tuliziendea, walikuwa kweli wasikie wa mama, na walitusikia kweli kabisa. Na haitakuwa njoo mwisho, sababu tumevumbua kitu kingine, tumevumbua kitu kipya. Haitakuwa njoo mwisho, tutaendelea miaka ingine ambayo iko mbele yetu. Wakitupanga tu mama wa extension akitupanga, tutenda tu kufanya kazi ya Mungu. Asante sana. Tunashukuru sana wamama kwa maelekezo na kwa majibu.
Mpendwa mtazamaji, acha nikukumbushe ya kwamba ilikuwa kipindi chako Bwana Anaja Nawe kinachokujia kila mara kupitia Mwason TV. Lakini usisahau tena kusubscribe na kubonyeza kwenye kengele ili uwe wa kwanza kupata kipindi chetu mara kitakapokuwa mtandao. Kwaheri.